Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda tu, bonyeza alama ya like ili kuendelea kutaarifiwa kila wakati. Kuna breaking news ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari kwamba mheshimiwa kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo hapa Tanzania, Chadema, mheshimiwa Antipas Tundu Lissu, sasa hatimaye tarehe za kuachiliwa huru zimeweza kuwekwa wazi kwamba mwezi ujao ambao tunaanza siku ya Jumatatu mwezi wa 6, Tundu Lissu anaenda kuachiliwa huru. Jambo hili limeweza kumtia Rais Samia Suluhu Hassan pressure tena. Kivipi? Tunataarifiwa taarifa za ndani ambazo tumezipokea baada ya Marekani na mataifa mengine kumlazimisha Suluhu kukubali mheshimiwa Lissu kuachiliwa. Hatimaye amekubali kwa sababu ya pressure za hapa na pale kwamba atazuiliwa hata kuenda mataifa mengine. Lakini sasa tunataarifiwa ya kwamba Lissu ataachiliwa huru mwezi wa 6, ingawa tarehe kamili kuna wengine ambao wanasema ni tarehe 11, lakini hatujaridhisha sisi kama Tanzania ITV, hatuwezi kuripoti tarehe halisi kwa sababu hatujafahamishwa hilo, ila tu ni fununu. Lakini kila ambacho tunajua, mwezi wa 6 mheshimiwa Lissu anaachiliwa huru kutoka gereza la Ukonga. Sasa hili limemtia Samia Suluhu Hassan tena pressure nyingine. Pressure ya kwanza, anaogopa ikiwa Lissu anaenda kutii ama anaenda kumsumbua akiwa uongozini. Ikumbukwe hajamaliza hata mwaka mmoja uongozini baada ya kujiapisha na kuingia afisini kama rais chini ya ulinzi mkali wa kijeshi na katika uwanja wa kijeshi pasipo ruhusiwa Mtanzania kuhudhuria uapisho wake. Sasa pressure ya kwanza ni kwamba haamini kama Lissu atamkabidhi amani kuongoza. Pressure ya pili, Suluhu anadhani huenda atang'olewa mamlakani. Anaogopa kwamba Lissu huenda ataitisha mgomo mkubwa. Lissu anaenda kuitisha maandamano makubwa akiwa huru ili kuhakikisha ya kwamba Samia ameondoka mamlakani. Tatu, pressure nyingine, Lissu akiachiliwa, Samia, pressure ya tatu ambayo amepata ni kwamba katiba huenda itabadilishwa. Katiba huenda itabadilishwa kwa sababu hapa Tanzania tunatumia katiba ya mwaka 1977 ambayo inamkabidhi mamlaka rais yeyote kuwa na uongozi wa kiimla. Sasa katiba hii mpya ikiingia, kutakuwa na kizungumkuti, huyu mama hawezi kuongoza kwa amani. Pressure ya 4, Samia anaogopa kwamba huenda tume huru ya uchaguzi mpya itaundwa. Najua ile tume ambayo iliweza kumtangaza ni tume yake. Sasa anaogopa ikifika mwaka 2030 atakuwa na tume ambayo inaweza kumtangaza tena vile aliweza kutangazwa na kuzima mitandao hapa Tanzania. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya pressure ambazo zimempata Samia Suluhu Hassan tunapoenda hewani. Kwa hivyo tunaweza kuripoti ya kwamba Tundu Lissu ataachiliwa huru mwezi ujao, ingawa serikali ya Samia Suluhu Hassan imejaribu kila uwezalo kuhakikisha ya kwamba wamekifuta chama cha Chadema, lakini mahakama iliweza kuzuia kufutwa kwa chama cha Chadema kwa sababu hakijafanya makosa yoyote na hata kutozwa faini. Hayo yote aliweza kukataliwa na mahakama, lakini Samia anaendelea kutafuta njia na
kutafuta mbinu na kutumia mbinu tofauti kuhakikisha ya kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa hapa Tanzania imekifuta chama cha Chadema, kwa sababu anaogopa tu Lissu akiachiliwa huenda Chadema itazidi nguvu chama cha CCM ambacho ni chama tawala kwa sasa hivi. Kwa hivyo hayo ndio yanaendelea. Ikumbukwe ya kwamba Lissu aliweza kutiwa mbaroni mwezi wa 4 tarehe 9 mwaka wa 2025 na sasa amemaliza zaidi ya mwaka mmoja gerezani Ukonga, ambapo aliweza kupambikiziwa kesi ya uhaini, na uhaini kulingana na sheria za Tanzania ni kifo kwa sababu ukipatikana na hilo kosa. Lakini serikali ama jamhuri haikuwa na ushahidi wa kutosha kumfunga Lissu, hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuhakiki na kudhibitisha kwamba Lissu amehusika na uhaini. Kwa hivyo jambo hili ndilo limeweza kusababisha taharuki hapa Tanzania. Unajua, tumeona hata John Heche akitakiwa kuwekewa uhaini kwa sababu aliweza kutangaza kwamba Samia Suluhu Hassan sio kiongozi halisi, aliweza kujichagua na kujitangaza uhaini hapa Tanzania. Hayo ndio mamlaka ambayo rais yeyote ambaye yuko mamlakani yako nayo kuwekelea wale ambao wanampinga, ambao wanamkosoa. Na katika siku za hivi majuzi tumeona watu wakipotezwa tu. Mambo ya utekaji nyara bado hayajafika mwisho, yangali yanaendelea. Hata Humphrey Polepole ambaye aliweza kutekwa nyara mwezi wa 10 mwaka jana hajaonekana kufikia sasa, ingawa kuna wengine ambao waliweza kupatikana mtoni wamekatwa vichwa hapa na pale. Yani mauti ambayo yanaendelea hapa Tanzania ni kwa sababu ya uongozi wa kimla. Serikali imekataa kuzungumzia wapi alipo Humphrey Polepole, kwa nini watu wanauliwa, wanarushwa mtoni, wanakatwa vichwa. Lakini yeyote ambaye anaikosoa serikali, ndio maana sasa hivi wanafuatiliwa. Hata wale wanaharakati ambao wametoroka hapa Tanzania wameenda mataifa mengine, taifa jirani la Kenya, kina Maria Sarungi wako pale, kina Hilda Newton wametoroka, Bashaha wako pale Kenya, hata Maria na yule mwanaharakati mwingine yuko pale Marekani. Yani katika taifa letu la Tanzania huwezi kuzungumza ama kuikosoa serikali na ukae hapa Tanzania. Kwa hivyo inakuwa kazi ngumu sana, lakini taarifa njema ni kwamba vikwazo vimewekwa dhidi ya kina Bashite hawa akina Mafuele hawawezi kutembea Marekani, waliweza kuzuiliwa. Hata mabengi yao yanaweza kufuatiliwa kwa sababu inasemekana ya kwamba kuna reward ama kuna ufadhili ambao waliweza kupewa na Samia Suluhu Hassan kufanikisha kuwaua Watanzania ambao ni Gen Z. Wakaenda kufungua mabengi kule nje na kuweka hela zao pale, lakini hayo yote watafuatiliwa kwa sababu Marekani imeweza kufutilia mbali visa zao akina huyu Mafuele. Na hata kwa Tanzania sisi hatuwezi kuruhusiwa kwenda pale Marekani kwa sababu ya uongozi wa kimla, kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo taarifa njema, huenda kutakuwa na nuru hapa Tanzania baada ya mheshimiwa Tundu Lissu kuachiliwa mwezi ujao. Lakini tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, tukipata tarehe halisi tutaweza kutangaza. Ingawa kuna fununu ni tarehe 11, bado sisi hatujajiridhisha na tarehe hizo, lakini tukipata taarifa tutarudi hewani ili kuwafahamisha. Asanteni sana. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni sana.